Baadhi ya Wakristo wamekerwa sana na kauli ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa nchi ya Israel. Kauli gani hiyo ambayo Netanyahu imefanya mpaka Wakristo wamchukie? Ni kauli hii inainukuu kama ilivyo: Yesu Kristo hana faida juu ya Genghis Khan, kwa sababu kama una nguvu za kutosha, kama uko shupavu na kama una huruma, uovu utashinda wema. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno kwake Benjamin Netanyahu akiyazungumza. Netanyahu amezungumza haya usiku wa kuamkia leo, akijibu maswali mbalimbali ya waandishi wa habari, ikiwa ni pamoja na kumaliza uvumi kuhusu kifo chake. Genghis Khan ni nani? Pengine ni swali ambalo unajiuliza, mtu gani huyu ambaye ana faida kuliko hata ya Yesu? Huyu ni mtawala wa kale wa Mongolia miaka 1162 hadi miaka 1227 AD, yani Anno Domini, aliyesifika kwa uwezo mkubwa wa kivita uliomsaidia kutanua dola ya Mongoli na kuwa dola kubwa na yenye nguvu duniani kwa wakati huo. Genghis Khan pia anasifika kwa ukatili na kutokuwa na huruma juu ya maisha ya maadui zake. Netanyahu kwa upande wake ni muumini wa Uyahudi ambao hawaamini juu ya Ukristo, kwani Masihi wao bado hajakuja duniani. Kwa imani ya Uyahudi, Masihi atakuja akiwa na nguvu nyingi za kivita na sio nguvu za neema ya Mungu. Wakati huu wa Kwaresma, Wakatoliki huwaombea Wayahudi ili wabadilike na kumkiri Kristo aliyekuja, akateswa, akafa na akafufuka siku tatu, kisha akapaa mbinguni na atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu. Haya bana, mwisho kunukuu. Hii taarifa ni kwamba huyu bwana Benjamin Netanyahu, kumbe upande wa Kristo, yeye haamini katika Kristo. Ndio maana akasema Yesu Kristo hana faida juu ya Genghis Khan. Nadhani mwesheza kumfahamu Genghis Khan ni mtu hatari kweli kweli, aliyekuwa kiongozi wa Mongolia, aliyekuwa na nguvu na pawa kubwa. Wakristo wamekasirika kweli kweli, ni kwa nini huyu mtu amesema maneno haya, Benjamin Netanyahu. Lakini pia Netanyahu amehuzunika sana kifo cha rafiki yake aitwa Chuck Norris, na amepost katika ukurasa wake mtandao wa Instagram akisema kwamba ni huzuni kubwa sana kupata taarifa hii. Kifo cha Chuck Norris kimemuuma mno kiasi kwamba ameshindwa hata kukielezea, na Chuck Norris alikuwa ni rafiki wa Israeli, lakini pia ni rafiki yake binafsi. Taarifa hiyo ya kifo chake imemuumiza kweli kweli. Chuck Norris huyu ni mwigizaji wa filamu za mapigano pale nchini Marekani, amefariki dunia. Pia Netanyahu naye amegusia hili swala, ameumizwa sana na kifo cha Chuck Norris. Sasa maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.